بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Mteremsho wa kitabu hiki umetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Hakika sisi tumekuteremshia kitabu hiki kwa haki, basi muabudu Mwenyezi Mungu ukimsafia dini yeye tu. Hakika dini safi ni ya Mwenyezi Mungu tu. Na wale wanaowafanya wenginewe kuwa ni walinzi wakisema, sisi hatuwaabudu ila wapate kutujongeza tu kumkaribia Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao katika wanayokhitalifiana. Hakika Mwenyezi Mungu hamuongoi aliyemongo kafiri. Lao kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuwa na mwana, basi bila shaka angeliteua amtakaye katika aliyowaumba. Subhanahu, ametakasika na hayo. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja, mtenda atakalo. Ameumba mbingu na ardhi kwa haki. Hufunika usiku juu ya mchana, na hufunika mchana juu ya usiku. Na amefanya jua na mwezi vitumike, kila kimojapo kinakwenda kwa kipindi kilichowekewa. Jueni mtanabai, yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kusamehe. Amekuumbeni kutokana na nafsi moja, kisha akamfanya mwenziwe katika nafsi ile ile. Na akakuleteeni wanyama wa mifugo jozi 8. Anakuumbeni katika matumbo ya mama zenu, umbo baada ya umbo, katika viza vitatu. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. Ufalme ni wake, hapana Mungu isipokuwa yeye. Basi nyinyi mnageuzwa wapi? Mkikufuru basi Mwenyezi Mungu si mwenye haja nanyi, lakini hafurahii kufuru kwa waja wake. Na mkishukuru yeye hufurahika nanyi, wala mbebaji habebi mzigo mwingine. Kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi, hapo atakwambieni mliokuwa mkiyafanya. Hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyomo vifuani. Na taabu inapomfikia mtu humwomba Mola wake mlezi, naye ameelekea kwake. Kisha akimpa neema kutoka kwake, kusahau yale aliyokuwa akimwitia zamani, na akamfanyia Mwenyezi Mungu washirika ili apoteze watu njia yake. Sema, starehe na ukafiri wako kwa muda mchache, kwani hakika wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Je, afanyaye ibada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusimama, akitahadhari na akhera, na akitaraji rehema za Mola wake mlezi? Sema, ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Hakika wanaokumbuka ni watu wenye akili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surati Zumar imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka, yasemekana isipokuwa aya ya 52, 53 na 54, na aya zake ni 75. Imefunguliwa sura hii kwa kuisifu Qur'an, kisha kwa kuwataka watu wamsafie ibada Mwenyezi Mungu peke yake, na inawarudi wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu ana mwana. Kisha aya zikaeleza uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuumba mbingu na ardhi na kumuumba mtu, na kwamba watu wakimkanya yeye basi yeye si mwenye kuwahitajia wao, na kwamba wakimshukuru yeye huwa radhi nao, na wala hawaridhii wakimkanusha. Na kadhalika sura hii imeeleza hulka ya binadamu katika hali mbili, yaani anapopatwa na shida humwomba Mola wake na akarejea kwake, na akimneemesha mara husahau yale aliyokuwa akiyaomba kabla yake. Kisha sura ikaunganisha mahusiano baina ya anayetahadhari na akhera na akataraji rehema ya Mola wake mlezi na wale wanaomuasi,
na malipo aliyowaandalia hawa na wale kwa siku ya kiyama. Kisha inawakumbusha neema za Mwenyezi Mungu kwa kuwateremshia maji, na kwamba yeye huihuisha ardhi baada ya kufa kwake, na huotesha mimea ambayo inapitia viwango mbalimbali. Na katika hayo yapo makumbusho kwa wenye akili. Kisha sura inarejea kusimulia habari ya Qur'ani na athari zake kwa wanaomwogopa Mola wao mlezi, na kwamba Mwenyezi Mungu kawapigia mifano ndani yake ili wazingatie. Hiyo ni Qur'an isiyo na pogo ili wamche Mungu. Kisha sura ikalinganisha baina ya mja mshirikina na mja mwenye kumtakasisha Mwenyezi Mungu kwa ibada, na kuwa hakika hawa wawili hawawi sawa, na kuwa hakika mauti ndiyo mwisho wa wote, na baadaye mbele ya Mola wao mlezi ndiyo watazozana. Kisha sura ikabainisha mwisho wa mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu na akaikadhibisha kweli, na mwisho wa wasemao kauli ya kweli wenye kusadiki walioteremshiwa. Na hakika hao washirikina ukiwauliza, nani aliyeumba mbingu na ardhi? Hapana shaka watasema Mwenyezi Mungu. Lakini nao juu ya hayo wanawaabudu wasiowalinda na madhara pindi Mwenyezi Mungu akitaka kuwadhuru, wala hawaizuii rehema ya Mwenyezi Mungu pindi akiwatakia rehema. Tena sura hii inathibitisha kwamba kitabu hichi kimeteremshwa kwa haki. Basi mwenye kuongoka ni kwa maslaha ya nafsi yake, na mwenye kupotea dhambi zake ni juu ya nafsi yake, na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam si mwakilishi juu yao. Kisha sura inarejea kuwakumbusha kufa na kufufuliwa, na kwamba wale miungu ya kishirikina, yaani ya kipagani, waliowafuata badala ya Mwenyezi Mungu hawawafai kitu hata kuombea, kwani hakika uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu. Na yalipokithiri maneno juu ya adhabu chungu walioandaliwa waasi na waharibifu, na labda haya ndiyo aliyozipelekea nyoyo zao kukata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu, amewafungulia mlango wa kutumai rehema yake kwa kusema, sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote, hakika yeye ni msamehevu mwenye kurehemu. Na akawataka warejee kwake kabla haijawajia adhabu kwa ghafla, na wao hawatambui. Na siku ya kiyama utawaona wale waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Je, si katika jahanamu makazi ya wale wanaotakabar? Na wenye kumcha Mungu halitawagusa ovu, na wala hawatahuzunika. Na sura ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya mwisho, tangu mwanzo wake litapopulizwa baragumu, wakapigwa bumbuwazi waliopo mbinguni na kwenye ardhi, isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatakia, mpaka pale kila mwenye haki akaitwaa haki yake. Tena wakasukumwa watu wa motoni waende motoni, na watu wa peponi wakapelekwa huko. Nao hao waseme, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetimiza ahadi yake, na akawahukumia wote kwa haki. Na ikasemwa, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni za Mola mlezi wa viumbe vyote. Qur'ani imeteremka kutokana na Mwenyezi Mungu ambaye hana wa kumshinda kwa atakayo, mwenye hikma katika vitendo vyake na utungaji wa sheria zake. Hakika sisi tumekuteremshia wewe Muhammad Qur'ani hii yenye kuamrisha haki, basi muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia ibada yeye tu peke yake. Jueni na mtambue kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye dini isiyokuwa na ila, na washirikina waliwafanya wenginewe kuwa ni wasaidizi wa kuwanusuru wanasema, sisi hatuwaabudu hawa kwa kuwa ni waumbaji, bali tunawaabudu wapate kutukaribisha kwa Mwenyezi Mungu kwa mkaribisho wa kutuombea sisi kwake yeye. Hakika Mwenyezi Mungu atahukumu baina ya hawa washirikina na waumini wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja katika yale wanakhtalifiana katika matatizo ya shirki na tauhidi. Hakika Mwenyezi Mungu hamjali afikie haki mtu ambaye mtindo wake ni uongo na kukanya. Lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuona mwana kama wasemavyo Kristo kwa Masihi na washirikina kwa malaika, basi angelishagulia mtakaye katika viumbe vyake, la siyo kama mtakavyo nyinyi. Mwenyezi Mungu ametakasika na upungufu wa kuhitajia mwana. Yeye ni Mwenyezi Mungu asiyekuwa na mfano kama yeye, mtenda kama apendavyo ukomo wa kutenda.
ameumba mbingu na ardhi kwa kushikamana na haki na kuwa sawa kufuatana na sharia zilizothibiti. Usiku unaofunika mchana na mchana unaofunika usiku kwa mfululizo. Na amedhalilisha jua na mwezi kwa mujibu atakavyo na kwa mujibu wa maslaha ya waja wake. Kila kimojapo katika hivyo vinakwenda katika njia yake mpaka ufike wakati aliowekee. Nao ni siku ya kiyama. Jueni basi kuwa yetu si mwinginewe ndiye mwenye kushinda kila kitu. Basi hapana kitu chochote kilichotokana na atakavyo yeye, ambaye amefikiria ukomo kuwasamehe wenye kutenda madhambi katika waja wake. Aya hii tukufu inaonyesha kuwa ardhi ina sura ya mviringo kama mpira, na inazunguka wenyewe kwa wenyewe juu ya msumari kati wake. Kwani kule kutumiwa neno yukawiru katika Kiarabu na ikafasiriwa kufunika, maana yake ni kufunika kitu kwa namna ya kufuatana, kukariri mara kwa mara. Na lau kuwa ardhi haina sura ya mpira, kwa mfano kuwa batabata tu, usiku ungelienea kote kwa ghafla, au mchana ungeliangaza dunia nzima kwa mara moja. Enyi watu, Mwenyezi Mungu amekuumbeni kutokana na nafsi moja, naye ni Adamu, baba wa watu wote. Na amemuumba kutokana na nafsi hiyo mkewe Hawa, na amekuteremshieni kwa ajili ya maslaha yenu namna 8 za nyama hoa, wanyama wa mifugo, madume na majike. Nao ni ngamia na ng'ombe na kondoo na mbuzi. Na yeye anakuumbeni matumboni mwa mama zenu kwa kukua na kugeuka katika viza vitatu, navyo ni kiza cha tumbo na tumbo la uzazi na zalio. Huyo aliyekunemesheni kwa neema hizi ndiye Mwenyezi Mungu mlezi wenu, mwenye kumiliki mambo yenu yote. Ni yeye tu, si mwinginewe, ndiye mwenye utawala wa pekee. Hapana wa kuabudiwa kwa haki ila yeye. Basi yawaje hata wanaacha kumwabudu yeye wakenda kuabudu wenginewe? Huzuka yai katika mwahala pa kufanyika mayai kwa mwanamke, hata likishakuwa tayari hutumbukia katika mojawapo ya paipu za Fallopian, likapita humo mpaka kufikia kwenye tumbo la uzazi, rahimi, womb. Halifiki huko ila kupita siku kidogo, na huenda kijidudu cha manii, sperm ya mwanamume kikaingilia hilo yai, na hapo huanza viwango vya kugeuka na kukua kwa mwanzo. Na katika tumbo la uzazi hubaki mtoto muda wa mimba, na hujifanyia vifuniko viwili, na sehemu ya funiko moja hufanyika zalio, placenta, na funiko jingine ndiyo humfunika yule mtoto hasa. Yapo maoni mbalimbali juu ya hivyo viza vitatu kama ilivyotajwa katika aya hii tukufu. Katika hayo ni kwanza tumbo na tumbo la uzazi na zalio, yani mfuko unaomfunika mtoto. Pili, tumbo la uzazi na ile mifuniko miwili. Tatu, tumbo na mgongo na tumbo la uzazi. 4, panapotoka mayai, mabiza au ovaries, na paipu ya kupitia mayai, fallopian tube, na tumbo la uzazi, rahimi au womb. Na dhahiri ni kuwa hii ya mwisho ndiyo rai yenye nguvu zaidi, kwa sababu ni mahala patatu mbalimbali. Ama zile rai nyingine zinaonyesha kwa hakika kiza kimoja katika pahala pamoja palipozungukwa na tabaka kadhaa. Na muumbaji mtukufu ameashiria katika kitabu chake ukweli huu wa kisayansi katika zama walipokuwa watu hawajavumbua hayo mayai ya mwanamke na mwendo wake katika mwili uliokuwa hauwezi kuonekana kwa macho. Enyi watu, mkizikataa neema za Mwenyezi Mungu, basi yeye hakika si mhitaji wa imani yenu na shukrani zenu. Lakini yeye hapendi waja wake wa kufuru, kwa sababu hayo yanawadhuru wenyewe. Na mkimshukuru kwa ajili ya neema zake, yeye huwa radhi nanyi kwa shukura hiyo. Wala mtu mwenye madhambi hayabebi madhambi ya mwinginewe, kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi. Na hapo atakwambieni mliokuwa mkiyatenda duniani. Hakika yeye anajua mnayoyaficha katika nyoyo zenu ziliomo vifuani. Haya yaliyomo katika Qur'ani tukufu yanaweka wazi msingi wa kutoa adhabu, kama ilivyo vile vile katika surati Yusuf. Katika kauli yake mtukufu akasema, Mwenyezi Mungu apishe mbali sisi kumshika yeyote ila tuliyakuta mali yetu kwake, hivyo basi tutakuwa madhalimu. Na haya katika Qur'ani ni kusimamisha msingi uliokushatajwa,
nao ni msingi ambao haukuthibiti katika kanuni, yani sharia za kutungwa na binadamu, ila katika zama za karibuni. Haya ni kinyume cha ilivyo katika imani yaliyoitumbukiza Paulo katika Ukristo, kwamba wanadamu wamerithi dhambi ya Adamu wanayoiita dhambi ya asili, na kwamba Nabii Isa, yani Yesu, kafa msalabani kwa kubeba dhambi za wanadamu. Biblia yenyewe inapinga haya. Tazama Yeremia 31:29 hadi 30, Ezekieli 18. Kwa nadharia ya Paulo, Mungu amedhulumu mara mbili: kwanza, kutubandika wanadamu wote dhambi za Adamu, na pili, kumbebesha mwanawe Yesu dhambi za walimwengu wote. Na mtu akifikiwa na shida yoyote katika shida za dunia, humomba Mola wake mlezi na hurejea kwake baada ya kuwa kimpuza. Kisha Mola wake mlezi akimpa neema kubwa, usahau zile taabu alizokuwa akimwombea Mola wake mlezi amwondolee na amfarijie kabla hajamneemesha kwa neema hizo, na humfanyia Mwenyezi Mungu washirika waliosawa na yeye kwa kuabudu. Huyo mtu hufanya haya ili ajipoteze yeye na wengine wewe wachinjia Mwenyezi Mungu. Ewe Muhammad, mwambie huyo mwenye sifa hizi kwa kumwonya, starehe na huko kuzikanya kwako neema za Mwenyezi Mungu hizo juu yako kwa muda mchache, kwani hakika wewe ni katika watu wa motoni. Je, mwenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu nyakati za usiku na upitisha na hali yeye yumo kusujudu na kusimama, akiogopa akhera na yataraji rehema ya Mola wake mlezi, ni kama anayemwomba Mola wake mlezi wakati wa shida na akamsahau wakati wa neema? Ewe Muhammad, waambie, ati wanakuwa sawa wenye kujua haki za Mwenyezi Mungu wakamwabudu yeye tu peke yake, na wale wasiojua wakapuuza kuziangalia ishara? Hakika wenye akili nzuri ndiyo wanaoaidika. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق
عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Sema, enyi waja wangu mlioamini, mcheni Mola wenu mlezi. Wale wafanyao wema katika dunia hii watapata wema, na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu. Hakika wenye subra watapewa ujira wao bila hisabu. Sema, hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia dini yeye tu, na nimeamrishwa niwe wa mwanzo wa Waislamu. Sema, hakika mimi ninaogopa adhabu ya siku kubwa nikimuasi Mola wangu mlezi. Sema, Mwenyezi Mungu tu na muabudu kwa kumsafishia yeye tu dini yangu. Basi nyinyi abuduni mpendacho badala yake yeye. Sema, hakika waliokhasirika ni wale waliojihasiri nafsi zao na hali zao siku ya Kiyama. Tambueni kuwa hiyo ndiyo hasara iliyo dhahir. Yatawekwa juu yao matabaka ya moto na chini yao matabaka. Kwa hayo Mwenyezi Mungu anawahofisha waja wake, enyi waja wangu, nicheni mimi. Na wale wanaojiepusha na ibada potovu na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu watapata bishara njema. Basi wabashirie waja wangu ambao husikiliza maneno wakafuata lililo bora yao. Hao ndio aliowaongoa Mwenyezi Mungu, na hao ndio wenye akili. Je, yule mwenye kustahiki hukumu ya adhabu, je, wewe unaweza kumwokoa aliyomo katika moto? Lakini waliomcha Mola wao mlezi watapata ghorofa zilizojengwa juu ya ghorofa, chini yake hupita mito. Ndiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake. Je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni, kisha akayapitisha kwenye chemchem katika ardhi, kisha kwa maji hayo akatoa mimea yenye rangi mbalimbali, kisha hunyauka ukaiona imekuwa kimanjano, na kisha huifanya mapepe. Bila shaka katika hayo upo ukumbusho kwa wenye akili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe nabii, sema kwa kufikisha ujumbe unaotoka kwa Mola wako mlezi, enyi waja wangu mlioniamini, jikingeni na ghadhabu za Mola wenu mlezi. Mwenye kutenda mema atalipwa mema duniani kwa kusaidiwa, na akhera kwa pepo. Wala msikae katika unyonge, kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu ina wasaa. Na subirini kwa kufarikiana na nchi zenu na wapenzi wenu, kwani hakika Mwenyezi Mungu walipa wenye kusubiri ujira wao mara siyoingia katika hisabu za wanaohisabu. Sema, mimi nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafia ibada yangu, isiwe na shirki ndani yake wala ria ya kujionyesha kwa watu. Na nimeamrishwa amri iliyotokana naye mtukufu, amri ya nguvu, ya kwamba niwe wa mwanzo wa kufuata amri zake.
sema, mimi naogopa adhabu ya siku kubwa yenye vitisho, ikiwa nitamuasi Mola wangu mlezi. Ewe Muhammadi, waambie, ninamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na ibada yangu haina shirki wala ria. Na nyinyi ikiwa mnaijua njia yangu na hamnitii, basi abuduni mpendacho badala yake yeye. Waambie, hakika wenye kupata hasara ni wale waliojitupa kwa upotovu wao wenyewe, na wakawatupa hali zao kwa kuwapoteza wao siku ya Kiyama. Ama hakika kupotoka huko ndiyo hasara iliyotimia na iliyodhahiri. Hawa waliohasirika watakuwa na matabaka ya moto yaliyorindikwa juu yao na chini yao hali kadhalika. Kwa namna ya adhabu hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu anawahadharisha waja wake, enyi waja wangu, basi yaogopeni mateso yangu. Na wale wanaojitenga na masanamu na mashetani wasiyakurubie, na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu katika mambo yao yote, wanayo bishara tukufu katika mahala mote. Basi ewe Muhammadi, wape bishara nzuri waja wangu wanaosikiliza kauli na wakaifuata iliyo bora na yenye kuwaongoza kwenda katika haki. Hao tu si wenginewe ndiyo Mwenyezi Mungu atawafikisha kwenye uongofu, na hao tu si wenginewe ndiyo wenye akili zilizonawirika. Je, unaweza kuniingilia katika ufalme wangu iliyokwisha pita juu yake hukumu ya kumwadhibu? Je, wewe unaweza kuizuia? Unayo nguvu hiyo wewe? Je, unaweza kuokoa na moto baada ya kuisha wathibitikia? Lakini wenye kumhofu Mola wao mlezi watapata vyeo vya juu peponi na majumba yake ya fahari yenye kupitiwa chini yake na mito. Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu haendi kinyume na ahadi yake. Ewe usemezwaye, huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni, akayapitisha kwenye mito na chemchemu za katika ardhi? Kisha kwa maji hayo akaotesha mimea ya namna mbalimbali. Kisha baada ya kustawi kwake hiyo mimea ikayabisika, ukaiona imekuwa rangi ya manjano baada ya kustawi kwake. Kisha akaifanya imevurugika na kukatika vipande vipande. Hakika kutoka kwenye hali moja na kuingia hali nyingine ni mazingatio kwa wenye akili zilizonawirika. Huku kuzunguka maji katika maumbile kutoka mbinguni na kufika kwenye ardhi, na huko yakaenda chini na kutimbuka katika chemchemu, hakukuwa kunajulikana kabla ya katikati ya karne ya 8 tangu kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam. Fikra iliyozagaa kabla ya hapo ni kuwa maji ya chemchemu na mto yanatimbuka kutoka chini ya ardhi, kutoka kwenye mashimo na visima katika vina vya bahari. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Je, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfungulia kifua chake kwa Uislamu na akawa yuko kwenye nuru itokayo kwa Mola wake mlezi, basi ole wao wenye nyoyo ngumu zisiyomkumbuka Mwenyezi Mungu, hao wamo katika upotofu wa dhahir. Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa, kitabu chenye kufanana na kukaririwa, husisimua kwacho ngozi za wenye kumhofu Mola wao mlezi, kisha ngozi zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huo ndio uongofu wa Mwenyezi Mungu, na kwa huo humuongoa mtakaye. Na ambaye ameachwa na Mwenyezi Mungu kupotea, basi hapana wa kumongoa. Je, atakayekuwa anapambana na uso wake na adhabu mbaya kabisa siku ya Kiyama, na wataambiwa wenye kudhulumu, onjeni hayo mliokuwa mkiachuma. Waliokuwa kabla yao walikadhibisha, na ikawajia adhabu kutoka pahala wasipopatambua. Basi Mwenyezi Mungu akawaonjesha hizaya katika uhai wa duniani, na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi laiti wangelijua. Na bila shaka tumewapigia watu mifano ya kila namna katika hii Qur'an ili wapate kukumbuka. Qur'ani ya Kiarabu isiyo na upogo ili wamche Mungu. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mtu mwenye mabwana washirika wanaogombana na wa mtu mwingine aliyehusika na bwana mmoja tu. Je, wako sawa katika hali zao? Alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. Kwa hakika wewe utakufa na wao watakufa, kisha bila shaka mtagombana siku ya Kiyama mbele ya Mola wenu mlezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Kwani watu wote ni sawa? Mwenye kufunguliwa kifua chake na Mwenyezi Mungu kwa Uislamu kwa kupokea mafunzo yake, na akawa na utambuzi unaotokana na Mola wake mlezi, huyo basi ni kama yule anayekataa kuangalia ishara zake. Basi hao ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu hata hawamkumbuki Mwenyezi Mungu watapata adhabu kali. Hao wenye nyoyo ngumu wameitupa haki iliyo wazi. Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa, nayo ni kitabu ambacho zimeshabihiana maana zake na matamko yake kwa kufikiria ukomo wa kuwashinda watu kuleta mfano wake na hukumu zake. Mawaidha na hukumu zinakaririwa kama kunavyokaririwa kusoma kwake. Kinaposomwa kitabu hicho na kikasikiwa maonyo yake, kozi za wenye kumhofu Mola wao mlezi hukunjika, na kisha hulainika ngozi zao na nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hicho kitabu kilichokusanya sifa hizi ni nuru ya Mwenyezi Mungu, ambayo kwayo Mungu amtakaye kamwezesha kufikiria kumwamini yeye. Na anayeachwa na Mwenyezi Mungu apotee kwa kumjua kuwa tangu hapo ataiacha haki, basi hapati mwongozi wa kumokoa na upotofu wake. Kwani watu wote ni sawa?
mwenye kuikinga adhabu ovu kali kwa uso wake siku ya kiyama baada ya kuwa mikono yake imetiwa pingu ni kama anayekuja kwa amani siku ya kiyama. Na wenye kudhulumu wataambiwa, onjeni laana vitendo vyenu. Walikanusha waliokuja kabla ya washirikina hawa, ikawajia adhabu kutoka upande wasiotaraji. Mwenyezi Mungu akaonjesha unyonge katika maisha duniani. Ninaapa, hakika adhabu ya akhera ni kubwa zaidi kuliko duniani, lau kwamba walikuwa ni watu wa kujuana kuangalia. Na bila shaka tulikwisha wabainishia watu katika hii Kurani kwa kila mfano, kwa kumbusha haki, kwa kutaraji kuwa watakumbuka na watawaidhika. Tumeiteremsha Kurani ya Kiarabu kwa ulimi wao, haina upungufu, kwa kutaraji kuwa watamcha na watamwogopa Mola wao mlezi. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mshirikina kama mtumwa aliyemilikiwa na watu kadhaa wenye kushirikiana na wenye kumgombania, na mfano wa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja kama mtu ambaye amemilikiwa na mtu mmoja tu. Je, hao wanakuwa sawa? Alhamdulillahi kwa kusimama hoja mbele ya watu, lakini watu wengi hawajui haki. Hakika wewe Muhammadi na wao wote mtakufa, kisha baada ya kufa kwenu mtafufuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu mkishtakiana nyinyi kwa nyinyi. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل
وكيل. basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule aliyemsingizia uongo Mwenyezi Mungu na kuikanusha kweli mfikiapo? Je, sio katika jahannam makazi ya hao makafiri? Na aliyeileta kweli na akaithibitisha, hao ndiyo wacha Mungu. Watapata watakachotaka kwa Mola wao mlezi, hayo ndiyo malipo ya watendao mema. Ili Mwenyezi Mungu awafutie ukomo wa uovu walioufanya na awalipe ujira wao kwa mujibu wa ukomo wa wema waliokuwa wakiutenda. Je, Mwenyezi Mungu si wa kumtosheleza mja wake? Na ati wanakutishia kwa hao wenginewe wasiokuwa yeye. Na aliyehukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea hana wa kumwongoa, na ambaye Mwenyezi Mungu anamwongoa hana wa kumpotoa. Je, Mwenyezi Mungu si mwenye nguvu anayeweza kulipiza? Na ukiwauliza ni nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Sema, je, mnawaonaje wale wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu? Ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka kunidhuru, wao wanaweza kuniondolea dhara yake? Au akitaka kunirehemu, je, wao wanaweza kuzuia rehema yake? Sema, Mwenyezi Mungu ananitosheleza, kwake yeye wategemee wanaotegemea. Sema, enyi watu wangu, fanyeni mwezavyo, mimi pia nafanya, basi mtakujaona. Ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemshukia adhabu ya daima? Hakika sisi tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya watu wote kwa haki. Basi mwenye kuongoka ni kwa nafsi yake, na mwenye kupotoka bila shaka amepotoka kwa hasara yake, na wewe si mlinzi juu yao. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Basi hapana aliye dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule alimsingizia Mwenyezi Mungu lisiokuwa lake, na akaikanusha haki bila kufikiri wala kuzingatia pale inapomjia kwa ndimi za mitume. Kwani katika jahannam sio makazi ya makafiri walioghurika hata wakamfanyia jeuri Mwenyezi Mungu. Na wale walioileta haki na wakaisadiki ilipowajia, hao ndiyo wacha Mungu kweli, wala si wengineo. Wacha Mungu hao watapata kutoka kwa Mola wao mlezi kila wakipendacho. Fadhila hiyo ni malipo ya kila mwenye kufanya vizuri katika itikadi yake na vitendo vyake. Mwenyezi Mungu amewakirimu wacha Mungu kwa alivyowakirimu, ili awafutie vile vitendo vyao viovu kabisa, na awalipe ujira wao kwa bora ya vitendo vyao walivyovitenda duniani. Mwenyezi Mungu peke yake ni mwenye kuwatosheleza waja wake kwa kila iliwahusu. Na ati hao makafiri wa Kikureshi wanakutisha ewe Muhammadi kwa miungu yao wanayoiomba badala ya Mwenyezi Mungu. Na hayo ni katika upotovu wao, na mwenye kupotozwa na Mwenyezi Mungu kwa kumjua kuwa huyo amehiari upotovu kuliko uongofu, basi atakuwa na mwongozi wa kumwongoza. Na mwenye kuongozwa na Mwenyezi Mungu kuendea haki na akamwezesha kuifikia kwa kujua kwake kuwa huyo amehiari uongofu kuliko upotovu, basi hatakuwapo wa kumpotoa akaiacha njia ya uongofu. Kwani Mwenyezi Mungu si ndiyo yeye ambaye hashindiki kwa kila upande, ambaye ni mwenye kulipiza kwa ukali, na kwa hivyo huwalinda vipenzi vyake na maadui wake. Na ninaapa, lau ungeliwauliza wewe Muhammad hawa washirikina, nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka wangelisema Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba. Ewe Muhammad, waambie, mmezingatia mkawaona hao miungu mnaowashirikisha na Mwenyezi Mungu wanaweza kuniondolea madhara ikiwa Mwenyezi Mungu anataka kunidhuru, au wanaweza kunizuilia rehema yake akitaka inifikie? Ewe Muhammad, waambie, anayenitosheleza kwa kila kitu ni yeye peke yake, si mwinginewe. Ndiye yeye wanayemtegemea wote wanaotegemea na kumwachilia kila kitu. Waambie kwa kuwapa ahadi, enyi watu, ishikilieni hiyo hiyo njia yenu ya ukafiri na kukadhibisha, na mimi hakika ninashikilia aliyoniamrisha Mola wangu mlezi. Mtakujaona nani katika sisi atakayefikiwa na adhabu ya kumdhalilisha, na atakayeteremkiwa na adhabu ya daima isiyomwondokea.
ewe nabii, hakika sisi tumekuteremshia Kurani tukufu hii kwa watu wote, nayo imekusanya haki iliyothibiti. Basi mwenye kuongoka kwa sababu yake, basi manufaa hayo ni kwa nafsi yake, na mwenye kuipotea njia yake, basi balaa ya upotofu wake itamrejea mwenyewe. Wala wewe Muhammadi si mwenye kuwakilishwa uongofu wao, jukumu lako ni kufikisha ujumbe, na umeufikisha. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Mwenyezi Mungu huzipokea roho zinapokufa, na zile zisizokufa wakati wa kulala kwake huzishika zilizohukumiwa kufa na huzirudisha nyingine mpaka ufike wakati uliowekwa.
hakika katika hayo bila shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiri. Au ndio wanachukua waombezi badala ya Mwenyezi Mungu? Sema, ingawa hawana mamlaka juu ya kitu chochote wala hawatambui lolote, sema, uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu. Ni wake yeye tu ufalme wa mbingu na ardhi, kisha mtarejeshwa kwake. Na anapotajwa Mwenyezi Mungu peke yake, nyoyo za wasioiamini akhera huchafuka, na wanapotajwa wenginewe asiyekuwa yeye, basi wao hufurahi. Sema, ewe Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, mjuzi wa yasiyoonekana na yanayoonekana, wewe utahukumu baina ya waja wako katika yaliyokuwa wakihitalifiana. Na lau kuwa waliodhulumu wangelikuwa na vyote viliomo duniani na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya hiyo siku ya Kiyama, na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu wasiokuwa wakiyatarajia. Na utawadhihirikia ubaya wa walioyachuma, yatawazunguka waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Nadhara inapomgusa mtu hutuomba, kisha tunapompa neema zitokazo kwetu husema, nimepewa haya kwa sababu ya elimu yangu. Sio, huo ni mtihani, lakini wengi wao hawajui. Waliyasema haya waliokuwa kabla yao, lakini hayakuwafaa waliokuwa wakiyachuma. Basi ukawasibu uovu wa walioyachuma, na wale waliodhulumu miongoni mwa hawa utawasibu uovu wa walioyachuma vile vile, nao si wenye kushinda. Kwani wao hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na akamkadiria? Hakika katika haya bila shaka zipo ishara kwa watu wanaoamini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu huzitakabadhi roho zinapokufa, na huzipokea roho zisizokufa zinapolala. Basi huzizuia zilizokwisha hukumiwa kufa zisirudi kwenye miili yao, na huzirudisha nyinginezo ambazo hazijafikiria bado ajali yao wakati wa kuamka mpaka itakapofika ajali yao iliyowekewa. Hakika katika hayo bila shaka zipo ishara wazi kwa watu wanaozingatia. Bali washirikina wakawafanya wengineo badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ni waombezi wao wa kuwakurubisha kwake. Waambie, we Muhammadi, mnafanya haya ijapokuwa hawa mnawafanya waombezi hawanacho wanachokimiliki wala hawana wanachokifahamu. Ewe Muhammadi, waambie uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu peke yake, hapana anayeupata ila yeye. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye tu, na kisha mtarejeshwa kwake akuhesabieni vitendo vyenu. Na pindi akitajwa Mwenyezi Mungu peke yake bila kutajwa miungu yao, nyoyo za wasioyaamini maisha ya akhera hukunjana na kukasirika. Na wakitajwa miungu yao wanayoiabudu badala ya Mwenyezi Mungu, wao huwa wepesi kufurahi na kustarehe. Ewe Muhammadi, sema nawe umemwelekea Mola wako, ewe Mwenyezi Mungu, ewe muumba mbingu na ardhi bila misali, ewe mjuzi wa siri na dhahiri, wewe peke yako ndiye wa kuhukumu baina ya waja wako katika hayo wanakusalifiana katika mambo ya dunia na akhera. Basi hukumu baina yangu na hawa washirikina. Na naukuwa hao wanijidhulumu nafsi zao kwa ushirikina wanamiliki vyote viliomo duniani na mara mbili kama hivyo, bila shaka wangelivitoa kuwa ni fidia ya kujigombolea nafsi zao na adhabu walioandaliwa siku ya Kiyama. Nao watakuja hiyo na adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo haikupata kuwapitikia katika mawazo yao. Na katika siku hii ya leo utawadhihirikia uovu wa vitendo vyao, na itawazunguka adhabu ya yale waliokuwa ukiyafanya masara duniani. Na mtu yakimpata madhara hutuomba kwa unyenyekevu, kisha tukimpa neema kwa kumfadhili, mtu huyo huyo usema, sikupewa neema hizi mimi ila kwa ujuzi wangu nilionao wa kujua kuchuma. Naye mtu huyu ukasahau kuwa mambo si hivyo kama semavyo, bali neema hizo alizomneemesha Mwenyezi Mungu ni kama majaribio tu, ni mtihani ili amdhihirishie nani mwenye kutii na nani mwenye kuasi. Lakini wengi wa watu hawatambui kama hayo ni majaribio na fitna,
maneno kama haya waliyasema waliokuwa kabla ya washirikina hawa, na hayakuwalinda na adhabu hayo mali na starehe walioyachuma. Yakawasibu makafiri waliotangulia malipo ya madhambi ya vitendo vyao, na madhalimu miongoni mwa hawa wanaosemezwa hivi sasa yatawapata vile vile malipo ya madhambi ya vitendo vyao, wala hawa hawataiepuka adhabu. Je, hawa wanasema wayasemayo, wala hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkujulia riziki ya mtakaye katika waja wake, na humpa kwa kadiri yatakacho kwa mujibu wa hikima yake? Hakika katika haya bila shaka ni mazingatio kwa watu wanaoamini. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Na rejeeni kwa Mola wenu mlezi na asilimuni kwake kabla ya kukujieni adhabu, kisha hapo hamtanusuriwa. Na fuateni yaliyo bora kabisa katika yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi kabla haijakujieni adhabu kwa ghafla na hali hamtambui. Isije ikasema nafsi, majuto yangu kwa yale niliyopoteza upande wa Mwenyezi Mungu, na hakika nilikuwa miongoni mwa wanaofanya maskhara. Au ikasema, ingelikuwa Mwenyezi Mungu ameniongoa, bila shaka ningelikuwa miongoni mwa wenye kumcha Mungu. Au ikasema, inapoona adhabu, lau kuwa ningelipata fursa nyingine, ningelikuwa miongoni mwa wafanya mema. Wapi?
bila shaka zilikujia ishara zangu, nawe ukazikadhibisha, na ukajivuna, na ukawa miongoni mwa makafiri. Na siku ya kiyama utawaona waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Je, si katika jahannam makazi ya wanaotakabar? Na Mwenyezi Mungu atawaokoa wenye kujikinga kwa ajili ya kufuzu kwao. Hapana uovu utawagusa wala hawatahuzunika. Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu, na yeye ndiye mlinzi juu ya kila kitu. Yeye anazo funguo za mbingu na ardhi, na wale waliozikataa ishara za Mwenyezi Mungu hao ndio wenye kuhasiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Muhammadi, sema kwa kufikisha kutokana na Mola wako mlezi, enyi waja wangu waliojizidishia juu ya nafsi zao maasi, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu yafuta madhambi yote. Hakika yeye peke yake ndiye mkuu katika kusamehe kwake na kurehemu kwake. Enyi mliojidhulumu nafsi zenu, rejeni kwa mwenye kuyamiliki mambo yenu yote na mlezi wenu, na mfuateni yeye kabla haijakujieni adhabu. Tena hapo hapata kuwepo kukunusuruni na Mwenyezi Mungu na kukulindeni na adhabu yake. Na fuateni yaliyo bora kabisa katika mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi, nayo ni Kurani tukufu, kabla ya kukujieni adhabu ya ghafla na bila ya kujitayarisha, na hali nyinyi hamjui kuja kwake. Rejeni kwa Mola wenu mlezi na msilimu kwake, na mfuate mafunzo yake. Nafsi yenye dhambi siseme itapoiona adhabu, msiba wangu kwa niliyoacha upande wa Mwenyezi Mungu na katika haki zake, na kwamba mimi nilikuwa duniani miongoni mwa waliokuwa wakifanyia maswala dini yake. Au iseme ile nafsi yenye dhambi kutafuta udhuru, lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliniwezesha kufuata uongofu, bila shaka ningelikuwa duniani katika wale waliojilinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa imani na vitendo vyema. Au iseme nafsi ile yenye dhambi itapona adhabu, laiti ningelirejeshwa duniani nikawa katika wanaotengeneza imani yao na vitendo vyao. Utayapata wapi ewe mwenye majuto? Mafunzo yangu yalikujia katika ndimi za mitume, nawe ukayakanusha na ukajiona bora, ukakataa kuyafuata, na ukawa katika dunia yako miongoni mwa wenye kushikilia ukafiri. Na siku ya kiyama utawaona waliomzulia uongo Mwenyezi Mungu, wakamhusisha yasiyokuwa yake, nyuso zao zimesawajika kwa huzuni na majonzi. Hakika jahanamu ndiyo makazi ya wenye kiburi wakaikata haki. Na Mwenyezi Mungu atawaokoa aliowajalia ulinzi siwapate adhabu ya Mwenyezi Mungu, kwa vile alivyokwisha wajua kuwa wamefuzu kwa walivyouhiari uongofu kuliko upotofu. Na siku hii basi uovu hautawagusa, wala hawatahuzunika kwa kuzikosa neema walizokuwa wakizitaraji. Mwenyezi Mungu muumba kila kitu, naye peke yake ndiye mlinzi wa kila kitu, anaendesha mambo yake kwa mujibu wa hikma yake. Maendesho ya mambo ya katika mbingu na ardhi yako kwa Mwenyezi Mungu, haendeshi hayo isipokuwa yeye. Na makafiri kwa hoja za Mwenyezi Mungu na ushahidi wake ndio wao peke yao ndio wenye kukhasiri, mwisho kukhasiri. Injili ya Mathayo 16 hadi 20 imedai kuwa Yesu kampa funguo za mbingu na ardhi Petro, na hivyo ndivyo Papa wa Roma amerithi funguo hizo na kuanzisha kanisa la Kikatoliki na uwezo wa kufutia watu dhambi na kuangamiza motoni. Marcello Craveri, mtaalamu wa Biblia wa Kitaliana, ameandika katika kitabu chake Maisha ya Yesu, sahifa 227-28, Pensa Edition, kuwa Mathayo katika 16:20 imeongezwa, na ametoa hoja 7 kwa wazo hilo. Licha ya kuwa Yesu hakumpa Petro hizo funguo za mbingu na ardhi, yeye mwenyewe Yesu hakuwa nazo. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Sema, je, mnaniamrisha nimwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu enyi majahili? Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa waliokuwa kabla yako. Bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu amali zako zitaanguka na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kuhasiri. Bali muabudu Mwenyezi Mungu tu na uwe miongoni mwa wenye kushukuru. Na wala hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama anavyostahiki kadiri yake, na siku ya kiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume. Subhanahu wa ta'ala, ametakasika na ametukuka na hayo wanayomshirikisha nayo. Na litapulizwa baragumu, wazimii waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi, isipokuwa aliyemtaka Mwenyezi Mungu. Kisha litapulizwa mara nyingine, hapo watainuka wawe wanangojea. Na ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake mlezi, na kitabu kitawekwa, na wataletwa manabii na mashahidi, na patahukumiwa baina yao kwa haki, wala hawatadhulumiwa. Na kila nafsi italipwa kwa yale iliyoyafanya, na yeye anayajua sana wanayoyatenda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Muhammad, sema, je, baada ya kuweka wazi ishara zote kuwapo Mwenyezi Mungu mmoja kuabudiwa, mnaniamrisha ni muabudu mwingine wenyi wajinga majahili? Na ninaapa, bila shaka umepewa wahi wewe Muhammadi na mitume waliokuwa kabla yako, kwamba bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote kile, basi hapana shaka Mwenyezi Mungu anazibatilisha amali zako, na utakuwa katika watu waliokhasirika ukomo kukhasiri. Ewe mtume, usiwakubalie kwa hayo wanayokutaka, bali muabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na uwe katika wanaomshukuru yeye kwa neema zake. Washirikina hawakumtukuza Mwenyezi Mungu kama anavyostahiki utukufu wake, wala hawakumjua kama anavyostahiki kujulikana, kwa kuwa wamemshirikisha pamoja naye wenginewe, na wakamtaka mtume naye aingie katika ushirikina. Na hali ardhi yote ni milki yake siku ya kiyama, na mbingu zitakuwa zimekunjwa kama zinavyokunjwa nguo katika mkono wake wa kulia. Mwenyezi Mungu ametakasika na kila upungufu, na ametukuka vikubwa mno na vyote hivyo wanavyomshirikisha naye. Na litapulizwa baragumu kwa yakini, na watakufa walioko mbinguni na katika ardhi, ila anetaka Mwenyezi Mungu kumwakhirisha mpaka wakati mwingine. Kisha litapulizwa mara nyingine, na hapo wote watainuka kutoka makaburini mwao, wakingojea watafanywa nini.
hilo barugumu yani sur kilugha ni tarumbeta, mbiu, siwa, parapanda. Barugumu inalosimulia Kurani ni katika mambo ya ulimwengu sionekana, hatujui lilivyo na hakika yake. Na ardhi itang'ara siku hiyo kwa nuru ya Muumba wake na mmiliki wake, na kitatayarishwa kitabu kilichosajiliwa ndani yake vitendo vyao, na watahudhurishwa manabii na mashahidi wapate kuwashuhudia viumbe vyote, na wapambanuliwe baina viumbe kwa uadilifu, na wala hawatadhulumiwa kwa kupunguziwa thawabu wala kuzidishiwa adhabu. Na kila nafsi itapewa malipo ya amali yake, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kujua vitendo vyao. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Na waliokufuru wataongozwa kuendea jahannam kwa makundi, mpaka watakapoifikia itafunguliwa milango yake, na walinzi wake watawaambia, kwani hakukujilieni mitume miongoni mwenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuonyeni mkutano wa siku yenu hii? Watasema, kwani, lakini limekwisha thibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Itasemwa, ingieni milango ya jahannam mdomo humo. Basi nayo ni ubaya ulioje kwa makazi ya wanaotakabara. Na waliomcha Mola wao mlezi wataongozwa kuendea peponi kwa makundi, mpaka watakapofikilia nayo milango yake imekwisha funguliwa. Walinzi wake watawaambia, salamu alaikum, amani iwe juu yenu. Mmetahirika, basi ingieni humo mkae milele. Nao watasema, alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetutimizia ahadi yake na akaturithisha ardhi, tunakaa katika bustani popote tupendapo. Basi ni malipo mazuri yaliyoje ya watendao. Na utawaona malaika wakizunguka pembeni mwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu, wakimtakasa na kumsifu Mola wao mlezi. Na patahukumiwa baina yao kwa haki, na patasemwa, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Na makafiri watahimizwa kwenda kwa nguvu kuendea jehanamu kwa makundi makundi, na hata watapofika milango yake itafunguliwa na walinzi wake watawaambia kwa kebei, kwani hawakuja kwenu wajumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa jinsi yenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuhadharisheni na mkutano wenu huu? Makafiri watasema kwa kukiri, kwani walitujia mitume, lakini neno la adhabu limekwisha wajibikia juu ya makafiri, kwa kuwa wao wamekhiyari ukafiri kuliko imani. Wataambiwa, ingieni milango ya jahanamu mliojaliwa mkae humo milele. Jahanamu ni pahali paovu mno pa kukaa wenye kutakabari, na wakakataa kuikubali haki. Na wacha Mungu watahimizwa kwenda peponi kwa heshima makundi makundi, mpaka wakifika kwenye milango yake wataambiwa na walinzi wake, amani kubwa juu yenu, mmesahirika duniani na uchafu wa maasi, na mmesahirika akhera katika nafsi zenu kwa neema mlizozipata. Basi ingieni peponi mlikojaliwa kukaa milele, kwani nyinyi mna neema zilizopita akilini. Na wacha Mungu watasema, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu peke yake, ambaye ametutimizia aliyotuahidi kwa ndimi za mitume wake, na akatumilikisha ardhi ya peponi tunashukia tutakapo humo. Ama hakika bora ya ujira wa wenye kutenda mema ni pepo. Na utaona ewe mwenye kuona malaika wakizunguka arshi wakimtakasa Mwenyezi Mungu na kila upungufu kwa utakaso unaofuatana na kumhimidi Muumba wao na mlezi wao, na akapambanua baina viumbe vyote kwa uadilifu, na ulimwengu wote ukatamka kwa kusema, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote.